Ibrahimu ni baba wa imani. Huyu Ibrahimu aliwahi kuitwa Abrahamu na baadaye akaitwa Ibrahimu. Ibrahimu unaweza kumpata kwenye Biblia na Ibrahimu huyu unaweza kumpata kwenye Uislamu, kwenye Qur'an. Huyu ndo baba wa imani. Kadiri ya vitabu hivi viwili, Uislamu na Ukristo ndio dini kubwa kabisa zenye watu wengi sana duniani. Sasa hii mada ya leo nitataka tusaidiane, kila mmoja tafakari. Sababu yake ni hii: shida iko kwenye wawakilishi wa Ibrahimu. Wawakilishi wa Ibrahimu, Wakristo wanamtambua Isaka kama ndo mwana wa ahadi, mtoto wa ahadi. Waislamu wanamtambua Ishmaili. Haya, Ishmaili ni mkubwa, nafikiri anamzidi miaka 4. Yeye amezaliwa na kijakazi baada ya Sarai au Sara kuona kwamba Ibrahimu anazeeka na wote wameshazeeka, hawana mtu wa kurithi. Yaani Sara anasema, mimi naona hutakuwa na mtu wa mimi sijakujalia, Mungu hajanijalia kupata mtoto. Kwa hiyo mwisho wa safari, Ibrahimu mume wangu, utakosa mtu wa kurithi. Kwa hiyo akampasia kijakazi ili amsaidie hiyo kazi, ndio akapatikana Ishmaeli. Lakini baadaye, kwa sababu kulikuwa na ahadi ambayo lazima itimie, ambayo Sarai aliibeza, ikaja na yenyewe baada ya miaka 4 ikatimia, akapatikana mtoto mwingine wa kiume, Isaka. Huyu ni mtoto wa kuzaliwa na Sara. Sasa kivumbi kinakuja hivi. Hizi dini kwa muda mrefu sana zimekuwa zikichuana, na mpaka hivi leo mitaani huko tunaona kuna malumbano kwenye mitandao huko, kuna malumbano, kila mmoja vuta ni vute. Huyu anasema mimi ndio niko sahihi, na mwingine anasema mimi ndio niko sahihi. Sasa nataka watazamaji na wasikilizaji, kila mmoja wetu tusaidiane kutafakari hili jambo. Imekaaje hapa jamani? Imekaaje? Kwa hiyo kwa kuchokoza tu nitaanza kama ifuatavyo. Video zilizopita nilizungumza vizuri sana juu ya vitabu vinavyoitwa vitakatifu na wakati vina mapungufu chungu mzima. Na watu ambao nilikuwa nimewaandama sana walikuwa ni upande wa Ukristo ambao wanafuata kitabu cha Biblia. Lakini nilifanya hivyo kwa maana maalum, kwa sababu dini ya kwanza kati ya hizi mbili ilianza Ukristo, kwa maana Biblia ndio ilianza. Maandiko ya Biblia ndio yalianza mwanzo karne ya 4 pale, miaka ya 325 baada ya kifo cha Kristo, kwa maelezo ya Biblia. Baadaye kwenye karne ya 5, ya 6, ya 7 huko ndio ikapatikana nini? Ya 6, tuseme ya 6 ndio ya 6, ya 5, ya 6 ikapatikana Qur'an. Sasa basi, hii vute ni vute itaendelea mpaka lini? Haiwezekani endelee. Lazima itafutiwe ufumbuzi, lazima ichambuliwe, lazima tuingie kazini tuichambue, kwa sababu inazungumzia habari ya mambo ya kiroho, inazungumzia habari ya maisha yetu baada ya maisha haya ya mwili. Kwa hiyo sio swala la kimchezo, ni swala ambalo tunatakiwa tujikite na kuchambua vizuri ili tujue ukweli uko wapi. Sasa basi, kama nilivyosema, nimechokoza kwa kuanzia kwa namna hiyo. Sasa hebu tuingie kwenye habari yenyewe kamili wanayovutana nayo, ambayo sisi tunaona kama ina mvutano kwa sisi wasomaji, hasa wasomaji tunaposoma vitabu viwili.
tunapata tabu. Mkristo anasema kwamba baba wa imani aliahidiwa mtoto na malaika. Baada ya kuahidiwa mtoto, Sarai alikuwa anasikia, alikuwa nje kwenye tenti kule, kwenye hema, alikuwa anasikia. Akabeza hiyo ahadi. Akasema, inawezekanaje mimi ni mzee namna hii na siku zangu za mizunguko zimekwisha? Alafu huyu ananiambia, huyo mgeni huko nje anasema kwamba mimi nitapata mtoto. Nyakati kama hizi akirudi nitapata mtoto. Inaeleza hivyo Biblia. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na tatizo lililoonekana katika unyumba wa ndoa hii, kwamba sisi tumejaribu, tunajibu, siku zinazidi kwenda tu, hakuna mtoto, hakuna mimba, hakuna nini, na tumeshazeka. Akatoa ruksa Sarai kwamba atumike kijakazi, na kweli ikawa hivyo. Akatumika kijakazi, ikapatikana mtoto wa kiume, jina lake akaitwa Ishmaeli. Sasa tunaanza swali la kwanza. Kati ya hawa wawili, Ishmaeli na Isaka, nani mrithi kamili? Kiuhalisia, anayezaliwa na kijakazi na Ibrahimu, au anayezaliwa na Sarai na mume wake kamili Ibrahimu? Kila mmoja ajibu kivyake vyake. Haya, kila mmoja amejibu kivyake vyake. Tunaendelea. Hatua nyingine, wamemaliza ungo yao kwenye maisha. Sarai na huyo Ibrahimu wakafanya mambo mengine, fast forward, wakaondoka zao. Akabakia nani? Ishmaeli na Isaka. Sakata ndio linapoanzia. Wakati zinaanza kitimtimu dini kuanzishwa na kuandika vitabu, zinaanza kuandika vitabu vinavyotofautiana. Kwa hiyo kila moja hapo inasisitiza kwamba yenyewe iko sahihi. Na sisi yale maswali tumeyajibu kiroho. Nani mrithi wa kweli? Kila mmoja amejibu kivyake huko. Sasa kwa muda mrefu nimekuwa nikizungumzia kitabu cha Biblia. Nilikuwa sijagusa kitabu cha Qur'ani katika kina cha namna hii. Na nilikuwa namaanisha kwamba ukishaanza na Biblia, kwa sababu ndio iliyoanza, inayofuata ni rahisi, na ndivyo ilivyo, ni rahisi. Kwa sababu ina mtiririko unaofanana. Kama kwenye Qur'ani kuna Injili, kuna Torati, nini tatizo? Nini tatizo uanze na Uislamu? Haina haja kwanza na Uislamu. Anza na Ukristo. Kwa sababu wao si ndio wanatamba, kwa sababu hatuwezi kuingia kwenye Torati. Torati ni wachache wafuasi wake, hawatambi duniani kihivyo kama Ukristo na Uislamu unavyotamba duniani na kuwa na waumini wengi kuliko dini yoyote hapa duniani. Kwa hiyo mwanzo ukaanza kwenye Biblia, kwa sababu Biblia na yenyewe nafikiri ndio inayoongoza kwa watu. Ukristo unaongoza kwa idadi ya watu wanaofuata duniani. Kwa hiyo ikaonekana itakuwa rahisi. Kwenye Uislamu itakuwa rahisi. Na ndivyo hivyo tunaendelea sasa kutafuta namna hiyo ya urahisi kwa kubabatiza zote mbili kwa pamoja kwenye mada inayohusiana na hao watoto wawili wa Ibrahimu ambao wanazaliwa na wanawake tofauti. Sasa basi, hoja hapa ni hii. Je, ina maana tuna miungu wawili? Kwa maana ya kwamba Wakristo wana Mungu wao ambaye ndio aliyemwahidi Sara, aliyemwahidi Ibrahimu, na ndio aliyemwita rafiki yangu kutokana na Biblia, na ndiye aliyesema atakuja awe baba ya watu wengi kama nyota zinavyoonekana angani. Hawa ndio Wakristo ambao wanazungumza baba aliyekuwa anamwahidi hivyo. Kwa hiyo huyo naweza kusema ndio Mungu wa Wakristo aliyekuwa anamwahidi Ibrahimu, ambaye ndio huyo Ibrahimu
ambaye Waislamu naye wanamuita ni baba wa imani. Haya, tunageukia upande wa Uislamu. Je, huyu Mungu mwingine anayekataa masimulizi ya mwenzie Mkristo kwamba Isaka ndiye mrithi au Isaka ndiye yule aliyejaribiwa hata kwenda kutaka kutolewa sadaka, kwa nini huyu Mungu wa Uislamu anasigana? Kwa nini masimulizi, au niweke katika namna hii, kwa nini masimulizi ya pande hizi mbili yanasigana? Masimulizi ya pande hizi mbili yanasigana kwa sababu yanataka kutubainisha kwamba hapa kuna miungu wawili. Mmoja anaahidi lile linahusiana na Isaka, na mwingine anakuja anampandisha Ishmaeli kuwa katika nafasi ya kwamba baada ya Ibrahimu anayepokea mikoba ni Ishmaeli, na mpaka anapewa heshima ya kwamba yeye ndiye alikuwa amekwenda akajenga hiyo Meka tunayoisikia leo. Meka, watu Waislamu ambao wanakwenda kuhiji, kwamba uanzilishi wake aliyejenga ni Ibrahimu na mwanae Ishmael. Sasa hoja inakuja, sisi tutamwamini yuko wapi sasa? Nani tumwamini? Ibrahimu anakaa pale pale, hana matatizo huyo. Shida haiko kwa Ibrahimu. Ibrahimu anabakia, pande zote mbili wamekubaliana, wanakubali kwamba Ibrahimu ni baba wa imani. Kwa hiyo sasa tunaulizana hapa, huyu aliyebagua hawa watoto, haiwezekani awe ni Mungu mmoja, kwa sababu Mungu mmoja asingewezekana akae pande zote mbili zikatofautiana. Na Mungu kama ni Mungu mkamilifu kadiri ya mazungumzo ya ukamilifu, na ndio maana Waislamu wanasema hawezi kuzaa wala hana mtoto, na kama inavyoeleza Biblia kwamba yeye ni mkamilifu kwa sababu ni mtakatifu. Sasa inakuwaje huyu mkamilifu anafika mahali anakuwa na masimulizi mawili yaliyogawanyika, halafu yanafika mahali yanatugawa na sisi huku mpaka hivi leo kutoka karne hizo? Sasa Mungu hawa ni mmoja au wawili? Na kama ni mmoja, tunawaaminiji hawa na masimulizi yao yanayotofautiana bwana? Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba tumewekwa njia panda, hatuna uhakika, tumefanya sasa tubahatishe, imekuwa bahati nasibu, tumekuwa tunatakiwa tubeti, kwa sababu hakuna hata mmoja anayelegeza kamba, wote wanakaza kamba, wote pande zote mbili. Kwa hiyo matokeo yake si wengine, ndio tulipoanzia sasa kukaa katikati. Tukasoma hapa sasa, itabidi mimi nikae neutral ili niendelee kutafakari hapa katikati hapa, na muacha huku huyu kitabu cha Qur'an na kiacha huku na masimulizi yake, na Biblia naiacha huku na masimulizi yake. Sasa ina maana kwamba kama hawa wanasigana, hawa wanaolumbana, hawa miungu hawa wanaolumbana, mimi sipendi hawa Mungu wanaolumbana, kwa sababu wametangaza kwamba wao wote wamekamilika. Sasa huu kamilifu huu mimi sitaki kuuamini, sababu sitaki wasiwasi, sitaki mashaka. Kwa hiyo nakaa katikati, inaonekana kumbe kuna Mungu wa kweli hapa katikati. Na kweli mimi binafsi ilinisaidia mimi kufika hapa nilipofika. Kwa hiyo ndugu zanguni, nyinyi ambaye bado mnafuata hizi dini mbili, lazima mkubaliane na mimi kwamba hapa kuna miungu wawili, na kila mmoja wapo anajitetea, anavuta kamba. Kwa hiyo kazi kwako, uamue sasa wewe mwenyewe. Kazi ni kwako, wafate wote ambayo haiwezekani, umfate mmoja ambaye haiwezekani, kwa sababu pande moja utaonekana wewe ni kafiri, na ukimfuata mwingine hivyo hivyo utaonekana wewe ni kafiri. Hivyo kazi kwenu, na waachia kazi kwenu, kila mmoja tafakari.